Baba vipi, mbona hema hivyo? Mama kadondoka uwanjani kule tunacheza mpira. Nini? Mama kadondoka. Franco kadondoka? Wewe! Miruara ya moto, vumbi la usiku, ngoma zinalia pole, miti inatetema. Franco mwanangu! Imekuaje? Kimemtokea nini? Sasa jamani, mnyanyue basi tuondoke naye nyumbani. Dada jikaze. Miruara ya moto, vumbi la usiku, ngoma zinalia pole. Dada jamani, Franco dada, imekuaje jamani? Ampatwa na nini dada? Dada mama sijui kuwapi. Mama kaenda wapi? Imishawi mgeni katoka kijiji cha Marela. Miruara ya moto, vumbi la usiku, ngoma zinalia pole, miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani kapita porini. Vipi tena ndugu yangu? Mungu ndani sikuelewi ujue. Haukuelewi vipi? Nahisi kabisa mtu ananikaba ni. Yaani umenishtua vibaya yani. Si bwana nimekushtua. Yaani nilikuwa nimekabwa. Hakukabe nani, ndio tumelala wawili tu. Sura yake haionekani mshikaji yule. Imeenda wapi? Hapo mshikaji, yaani sura haionekani vizuri yani. Sasa sura haionekani imeenda wapi? Ushaanza. Mimi nakwambia usio unavuta bange usiku, muda kulala. Laza. Unalala.
ngoja aje kumalizia. Nani? Mimi sijui nani. Sasa mbona nasogelea? Mshawi. Taratibu pia kamuumiza. Mwanangu. Jamani dada. Vijana wengi wala kuoa. Nikakubali kabisa. Blazosha. Yaani kwa nini kila ukitoa ile masuala yako ni kuoa? Lazima leo kipengele. Nishakaribia na kuoa. Na pale nikioa wadogo na hama pale. Usikia dogo? Yaani kuna nabii gani ambaye hajaoa? Lazima kuna nabii. Sasa nabii na wewe unakuaje? Hakuna nabii yoyote hajaoa. Kabisa. Hivi kwa nini umeuliza swali kama hilo? Inamaanisha wewe umeshaoa? Jamani. Hebu nipisheni kwanza. Kaeni pale pembeni niachane naye. Hadi mimi. Hadi wewe kaa naye pale niachie mimi. Miruara ya moto. So umeanza. Basi, mimi nitamaliza. Franco. Nyanyuka mjukuu wangu. Nyanyuka. Kwani ilikuwaje? Franco. Unajisikiaje? Vizuri eh? Uko umelala? Nenda kacheze mjukuu wangu. Nyanyuka, nenda kwa wenzio. Nenda kacheze. Mambo madogo tu haya. Jamani. Kijali. Yaani blaza, yaani unajua ukioa kapange chumba. Tena mimi nipange. Sasa mpaka nafikia tu unaoa kaka yangu, ushajiweza. Yaani unaoa tunakaa nyumba watu wawili. Sasa mimi nikutoka pale kati kuna vitu vyangu na kodi nalipa. Sasa kwa nini unaoa alafu unakaa na ndugu yako kwenu? Naona kubali mkewe sasa. Ikao tatu sawa, haina shida. Sio dharau. Sasa kama ushafikia hatua ya kutaka kuoa. Kweli. Jipange. Kwanza hata wenyewe nafikiri kuhama. Yaani mle ndani kwanza maruerue hayaishi. Usiku wenyewe kulala ulali. Yaani mpaka kufika asubuhi unashukuru Mungu. Hivyo nakumbuka siku ile nilala mle ndani. Wewe uliona mtoto mle ndani? Sema mpaka kama unaongea. Hivi ndugu zetu hapo labda tuwaulizeni nyinyi. Hivi hamna sehemu yote ambao labda yaani mnamjua mtaalamu pengine hivi mambo ya Kiswahili haya. Mara mimi nahisi mle ndani blaza tunarogwa. So mimi ndio kwa kulala asubuhi kiamka. Naomba unisikilize. Nimekuita hapa ukiwa peke yako na swali langu hili moja. Na unijibu kwa uhakika. Yule mtoto uliokwenda kumchezea pale uwanjani, unamjua yule mtoto wa nani? Sinjui bibi. Umjui eh? Yule ni mjukuu wangu na ile ni familia yangu. Kwa hiyo wewe umekuja kuingia kwenye familia yangu kuchezea familia yangu, si ndio? Mimi ndo Bizole. Familia yangu waga haichezewi. Nimekuita nikupe onyo. Ufanye mwanzo na mwisho. Sawa? Sawa bibi.
nakwambia hivi, ukija ukirudia siku nyingine utajua mimi Bizole ni nani. Bizole uwaga sichezewi. Sawa? Sawa. Sitaki basi jua sitaki. Kwa nini lakini mnapenda kunichezea chezea? Mimi sipendi masiara kwenye familia yangu. Nyanyuka. Leo nimekuonyesha kidogo. Rudia tena siku nyingine uone moto. Nisaidie tu. Nikuapo shauri kidogo. Kwa sababu mimi mambo yanashai kunitokea hapo kabla. Kwa nini nilikuwa nakaa Mwanza, nilikuwa na maruerue kama haya na mauzauza. Nikafikia labda nihame. Nilivyohamia nikamia sehemu nilihamia ndio baraka kuliko hata hii ya Mwanza. Baada ya kuhamia kwenye hiyo nyumba ya pili hiyo, nilikuwa na maruerue mengi. Walikuwa sana. Nikasema kwa nini sitafuta mtaalamu anisaidie? Nikaenda kwa mtu alinielekeza, nikaenda nikakuta mama mmoja. Mama yuko vizuri. Anajua? Yuko vizuri 100%. Yeye kama mpo tayari mimi nawapa maelekezo. Mpate atawasaidia. Au mnasemaje? Una uhakika? 200%, sio 100. Ni blaza na bora tumtafute mchungaji tu. Mchungaji wa nini? Bora mchungaji. Unafeli. Mimi nakupango kule kwa sababu mimi yashai kunitokea. Sikia nani? Yuko vizuri. Tuanze kwanza na kusema huyu. Tukiona jao tafuta mchungaji. Mwanyoka mchungaji. Kaka. Yaani kama ukijua mchawi, mganga, mwanga wote lao moja. Yaani hapo dawa tutafute mchungaji. Kama inawezekana kwa mchungaji, twende hata kwa Mwamposa. Sikiliza, kwa Mwamposa? Wewe una akili sana. Kwa nini mnapenda kuamini ushirikina? Afu pia angalieni na kazi mnazofanya. Ni ngumu. Kwa hiyo pia mnachelewa muda wa kutoka kazini. Kwa hiyo ndio maana mnajikuta mnakuwa wachovu asubuhi. Afu mnaamini eti ushirikina, mmechoka, mmelogwa, mmenini, sio? Mna nini hasa mlogo na hao watu mnasema? Miruara ya moto, vumbi la usiku, ngoma zinalia pole, miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani kapita porini, mfuko mkononi, nywele zimefungwa, machale kanyata kimya, anakaribishwa duara la wachawi. Adamu lijali, Adamu ni sai, wapembe hii, wapembe hii, wapembe hii, wapembe hii, wote nataka waje hapa leo. Wanasaba ya tiba wa kusini, mashariki, magharibi, wote wafike hapa. Pembe hii, hakuna tu. Mchawi mgeni katoka kijiji cha Marela, kahamia Dianzi, anaonekana kashuka.
stendi ya bajaji, anapita uchochoroni, anakutana na vijana wamekaa kijiweni, ndipo kijana mmoja hapo namtambua kwa kumuangalia usoni na natisha, alijua kuwa ni mchawi. Miruara ya moto, vumbi la usiku, ngoma zinalia pole, miti inatetema. Mchawi mgeni ametoka mbali, kijiji cha jirani, kapita porini, mfuko mkononi, nywele zimefungwa, machale machale, kanyata kimya, anakaribishwa duara la wachawi, miti mirefu, mashahidi wa siri, anapewa dawa, anavutwa moshi, anasikia vicheko ndani ya kivuli. Mchawi mgeni